Kuna siku niliwahi kuhubiri kanisa fulani. Mchungaji akaniambia, Mwazini, umechagua fungu zuri lakini content yako haijawa nzuri sana. So kuanzia kipindi hicho nikaogopa sana kuhubiri. Ni kazi kubwa sana kuhubiria viongozi, especially wazee wa makanisa, wachungaji. Ni issue. So naomba nisijitetee kwanza. Lakini najua Roho Mungu atasema kitu. Kwanza niwapongeze wote kwa kufika hapa mchana wa leo, na najua mmeacha kazi zenu ambazo zingewaingizia fedha, wengine mna majukumu, lakini kwa ajili ya kuvalue kazi ya Bwana mmeona ni vyema kuwa hapa. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Jana kuna wachungaji 7 wamewekewa mikono, na kimsingi ndio walitakiwa, kwa sababu wako wekea mikono ili basi na mimi niwe na ile courage ya kusimama mbele za watu. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu ya kunipatia nafasi ya kuzungumza nanyi mchana wa leo, na somo kwa kweli litakuwa fupi. Nimeshukuru Mungu kwa sababu tumeanza mchana, na kwa sababu najua watu wa Mungu wanaanza kuwa na njaa, tutalifanya as short as possible. Wazo ninalotaka kuzungumza nanyi mchana wa leo linatoka kitabu cha Waamuzi 21 fungu la 25. Fungu lenyewe linasema, siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli. Kila mtu alifanya yaliyokuwa ni mema machoni pake mwenyewe. Waamuzi 21 fungu la 25. Unaweza ukajiuliza, ni kweli kipindi hicho hakukuwa na kiongozi yoyote? Na bahati nzuri sisi sote ni viongozi. Kwa hiyo ninajihubiria mimi mwenyewe hapa, nikijaribu kupata maongozi kutoka kwa Mungu ili niweze kuwa kiongozi bora pia. Tunajua ya kwamba Israeli ya kipindi hicho ndicho kizazi ambacho kilikuwa karibu sana na Mungu. Viongozi wake wengi walizungumza moja kwa moja na Mungu. Walipata maono moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Na yote waliofanya yalikuwa yameelekezwa na Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba Israeli ya kipindi hicho ilikosa dini, ilikosa mahekalu, ilikosa viongozi wa kidini, wala kuna kitu kinaitwa spiritual heritage. Walikuwa nayo, kila kitu walikuwa nacho. Kilichokosekana ni uongozi tu, na uongozi wenyewe ni ule usiowajibika. Kwa hiyo kama viongozi hawakuwajibika, kila mtu akaamua kufanya mambo yake mwenyewe. Sasa mwishoni nitakuja nilete katika muktadha wetu sisi viongozi tulioko hapa. Na kipindi kile tuliona jinsi Mungu alivyowaongoza watu wake. Na kama kawaida yetu sisi wanadamu tunatengeneza a cycle of life ambayo kimsingi Mungu anawabariki watu. Watu wanamsahau Mungu. Maangamizi ya kiroho yanafuata, alafu Mungu anaruhusu mateso. Watu wanamlilia Mungu. Mungu analeta kiongozi. Huo ni mzunguko. Ukisoma kitabu cha kuanzia kipindi cha Waamuzi mpaka Wafalme, ni mzunguko ambao unaendelea. Na Mungu kwa sababu ni wa rehema, analeta viongozi na kuwarehemu watu wake. Kwa hiyo tunaona kipindi hicho watu walijipatia mamlaka ya kujitafsiria utii. Na utii huo haukuwa kwa Mungu, lakini kwa kile ambacho walikiona ni sawa. Kwa hiyo Mungu alileta viongozi wengi, akamleta Musa, Yoshua, waamuzi wengi pamoja na wafalme. Sasa viongozi leo ni nani? Kuna viongozi kama wazee wa makanisa, wachungaji, maofisa wa jimbo. Sisi sote ni viongozi. Sasa neno la Mungu linamtaja kiongozi kama mlinzi. Ukisoma kitabu cha waraka kwa Waebrania 13 fungu la 17,
Inasema watiini viongozi wenu na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili wafanye hivyo kwa furaha, wala si kwa huzuni, maana haitawafaa ninyi. Mwisho wa siku tunakuja kugundua kwamba uongozi si udhibiti, bali kiongozi ni mlinzi wa kiroho. Mara nyingi tunajisahau sisi kama viongozi, tunadhani kazi yetu ni kudhibiti mambo, fedha isiliwe, watu wasiende kinyume na matakwa na sheria za kanisa, lakini tunasahau ile nafasi yetu ya kiroho ambayo tunatakiwa kuifanya kama viongozi. Na ndio maana Ellen G. White katika kitabu cha Testimonies juzuu ya 3 anasema Mungu ameweka viongozi katika kanisa lake, nao hawapaswi kupuuzwa. Shida moja ni pale viongozi wanapoamua kuwa viongozi vivuli, na ndicho kilichotokea kipindi cha Waamuzi. Kiongozi yupo lakini hafanyi kazi yake. Sasa kiongozi kivuli kwanza anaepuka kukemea dhambi, anakaa kimya panapohitajika msimamo, anachagua amani badala ya ukweli, na anafuata maslahi yake binafsi. Kitabu cha Yeremia 6 fungu la 13 mpaka 15 nasema, kwa maana tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa miongoni mwao, kila mmoja ni mtamanifu, na tangu nabii hata kuhani, kila mmoja hutenda mambo ya udanganyifu. Wameliponya jeraha la watu wangu kwa juu juu tu, wakisema amani, amani, wala hapana amani. Je, walitahayarika walipokuwa wameunda machukizo? La, hawakutayarika hata kidogo, wala hawakuweza kuona haya usoni. Basi wataanguka miongoni mwa hao waangukao, wakati nitakapowajia wataangushwa chini, asema Bwana. Hili ni ole kwa viongozi wa leo. Sasa sisi tunawezaje kuwa viongozi kivuli? Kuna kitu wazungu wanaita people pleaser. Sijui watu wangapi wanaweza kuelewa hilo neno. Mtu anayependa kuwapendeza watu. Hilo ndilo lilomkuta ndugu yake Musa, Haruni, kipindi Musa amekwenda mlimani. Watu wakamwambia, tumekuja hapa kuangamia, turudishe Misri. Na yeye kama kiongozi, kwa sababu alipenda kuwapendeza watu, akawatengenezea ndama wa dhahabu. Kwa sababu aliwapendeza, matokeo yake yalikuwa ni mabaya, kwa sababu kiongozi alikosa sauti. Athari ya kiongozi kuwa kiongozi kivuli, kwa sisi ambao tuko kanisani leo, hali ya kanisa katika upande wetu itadorora. Kila mtu atakuwa na tafsiri yake ya ukweli. Matoleo yatashuka sana katika makanisa yetu. Tutakosa ubatizo, makanisa yetu yatakosa maendeleo. Kutakuwa na makundi mengi sana katika makanisa yetu. Katika pita zangu za kusoma nikakutana na kitu kinaitwa the broken window theory. Ni nadharia iliyotengenezwa na jeshi la polisi huko Marekani. Sasa the broken window theory inasema visible signs of crime, antisocial behavior and civil disorder create an urban environment that discourages further crime and disorder, including serious crimes. Naendelea kusema, people don't need to be criminals to vandalize. They just need a signal. The rules no longer matter. Visible disorders lead to more disorders. Small crimes left unchecked invite bigger crimes. Sasa viongozi tunaingiaje katika hii the broken window theory? Inawezekana katika uongozi wetu kuna kitu kidogo kimefanyika ambacho sio kizuri, na kwa sababu tunakiacha kiendelee muda mrefu, kinatengeneza mazingira ya kutengeneza matokeo makubwa ambayo ni mabaya katika makanisa yetu. Na kwa sababu muda mwingine tunashindwa kuhakikisha mambo hayajafanyiwa kazi kwa muda, tunapata matokeo mabaya katika kazi yetu. Na ndio maana nilisema kanisa linakosa maendeleo ya kiroho, ubatizo unapungua, matoleo yanapungua, kwa sababu kiongozi ameamua kunyamaza. Sasa tujiulize, are you a broken window?
Yaani wewe ni dirisha lililovunjika. Niulize swali. Mkija hapa kanisani mkakuta vioo vyote vya kanisa viko sawa, kuna mtu yeyote hapa atajaribu kuchukua jiwe na kurusha? Hapana. Lakini ikitokea kuna moja limevunjika, kuna mtu atasema inawezekana hapa ndio kawaida, mwingine atachukua jiwe atarusha, na ndivyo maisha yanavyokwenda. Polisi nchini Marekani walichukua magari mawili, moja likawekwa katika maeneo ya watu watu wanaojielewa, gari jipya likawekwa pale, na lingine likapelekwa maeneo ambayo kuna watu ambao wana criminal record kubwa sana. Kesho walipokuja wakakuta lile gari lililopo katika maeneo ya watu ambao ni matajiri na hawana shida liko salama kabisa, lakini walipokwenda katika ile sehemu ambayo kuna criminal record kubwa wakakuta limeshanyofolewa kioo kimoja. Kesho yake wakaja wakakuta kioo cha pili kimenyofolewa na matairi kila kitu, kwa hiyo gari likawa limeshuka chini. Walipokuja baada ya wiki wakakuta limebaki lile skeleton, limeisha. Katika eneo la watu ambao wanajielewa sana, alikwenda polisi mmoja akatoa kioo. Kesho yake walipokuja wakakuta kioo cha pili kimetoka, vioo vimeondoka, matairi yameondoka na lenyewe limeshuka chini. Kwa hiyo kila mtu anategemea tu kuona signal ya kwamba mambo yako sawa tukifanya hivi. Na kama kiongozi akiwa ndiye ana initialize, inamaanisha watu wote watafuata na kutengeneza hiyo broken window theory. Sasa kitu cha kwanza tujiulize kama sisi wenyewe tuko katika hiyo broken window. Na je, tunafanyia kazi vitu kwa haraka? Ikitokea kuna shida imetokea kanisani, watu hawaelewani, mchungaji au mzee wa kanisa unapata muda wa kwenda kuzungumza nao mapema kabla mambo hayajawa makubwa? Je, wewe ni kiongozi uliyepo, a present leader, au ni kiongozi unayekuja baada ya mambo kuharibika? Na ndipo tunakuja kujifunza kwanza kwamba a wicked leader equals to a wicked congregation. Yaani kiongozi aliyeharibika ni sawasawa na mkutano wake ulioharibika zaidi. Ninakwenda kumaliza somo langu, tupate key takeaways. Kwanza cha kujifunza ni kwamba viongozi wa kipindi cha Waamuzi si kwamba hawakuwa viongozi, lakini kitu cha kwanza ni kwamba walimkataa kiongozi ambaye alikuwa akiwaongoza ili waongoze. Nadhani tumeelewana. Ili uwe kiongozi mzuri ni lazima umkubali kiongozi kwanza, lazima uongozeke na Mungu. Kiongozi hawezi kuongoza bila kuongozwa na Mungu kama nilivyosema. Matakwa binafsi hayawezi kuchukua nafasi ya mapenzi ya Mungu, na tutajifunza kwamba neema ya Mungu ni kubwa kuliko dhambi zetu. Maswali ya kujiuliza leo ni kwamba je, bado Mungu anakuongoza? Mchungaji, mzee wa kanisa, bado Mungu anakuongoza? Na je, kanisa lako linafuata miongozo ambayo Mungu ameiweka, au kila mtu anafanya lililo jema machoni pake? Ukifanya analysis yako binafsi unaweza kugundua ya kwamba inawezekana na wewe ni kiongozi ambaye upo katika kipindi cha Waamuzi ukiwaacha watu wafanye mambo yao ambayo ni mema machoni pao wenyewe. Leo ninatoa wito ya kwamba kila mmoja amkaribishe Kristo awe kiongozi wake ili aweze kuwa kiongozi mzuri zaidi katika eneo lake. Mbarikiwe sana.